Samal Online TV, Zanzibar, twende kazi, habari, elimu, burudani, tuko shambani na banda kila siku. Asubuhi mapema, jua linachomoza, mkulima kazini, jasho linaongea. Mifugo mizuri, malisho yamekamilika, tunakuletea siri za mafanikio. Kipindi cha kilimo na ufugaji. Habari yako mtazamaji wa Samal Online TV. Karibu tena katika kipindi cha kilimo na ufugaji. Na leo tutakwenda kuangazia kilimo cha mpunga katika bonde la Cheju. Ungana nami mwanzo hadi mwisho. Mtangazaji wako ni mimi Salma Ibrahim. Kipindi cha kilimo na ufugaji. Naitwa Mrisho Idi Mjombo, mkulima mzoefu wa muda mrefu katika bonde hili la Cheju. Na kwa kweli bonde hili limeanzishwa tangu mwaka 1980 kwa kilimo hichi cha umwagiliaji. Na kwa wakati huo ilikuwa kidogo kuna changamoto nyingi kutokana na miundombinu ya kizamani. Kwa hiyo mavuno yake yalikuwa sio makubwa sana. Lakini kuanzia mwaka 1996 miundombinu hii ilipoanzishwa rasmi, kwa kweli mafanikio yalikuwa makubwa. Na mimi binafsi nilipata bahati wakati huo wa kwenda kujifunza hasa namna ya kulima hichi kilimo cha mpunga nje ya nchi. Nilikwenda Indonesia mwaka 96 na nikapata mafunzo ya miezi mitatu kule. Baada ya kurudi nikawa naendeleza wakulima wenzangu kuwapa mafunzo, na kwa kweli mafanikio yalikuwa yanapatikana vizuri. Kwa kweli kila baada ya miaka miwili kunatokea mabadiliko ya mbegu. Kwa sababu huo mwaka wa 96 tulikuwa tunatumia mbegu moja inaitwa Subangi kutoka nchini Indonesia. Ilitia fora sana hapa na wakulima walipenda sana na ilikuwa inazalisha sana. Na iliendelea kama miaka miwili mitatu, baadaye zikaja mbegu nyingine TXD 64 na Super Bikeni, Super India, lakini kila baada ya miaka miwili zinabadilika. Hivi sasa hivi katika misimu hii ya karibuni tunatumia zaidi Bagamoyo na mbegu nyingine ambazo kama wanaita, ziko mbegu majina ya ajabu, lakini Bagamoyo kwa sasa hivi ndio iloshika hatamu sana. Mpaka msimu huu tuliomaliza, basi asilimia kama 80 ya wakulima wanatumia hiyo mbegu ya Bagamoyo. Ina sifa ya uzazi sana, ina sifa ya wali wake kidogo unaridhisha wakati wa kula na mambo mengine mengi. Na kilimo hichi cha mpunga kinatumia muda gani kutoka kupandwa hadi kulimwa? Kilimo hichi cha mpunga wa kumwagilia katika mbegu hizi tunazozitumia sasa hivi si zaidi ya miezi mitatu au 4 hivi. Inategemea ile aina ya mbegu. Sasa kama hii Bagamoyo ninayoizungumza ni siku 110 tayari unakuwa unavuna. Na kila mwaka tunalima mara 2 kwa misimu miwili kwa mwaka mmoja. Hivi sasa hivi ndo unaona wengine wanamaliza kuvuna, wengine tushavuna, tushaanza kuchimba. Tunategemea kuanzia Januari, Februari mosi tuanze harakati za kulima msimu ambao tunaita msimu wa masika. Sababu huu tuliomaliza ni msimu wa vuli ambao tumeanza kunako mwezi wa 9 huko. Sasa hivi tayari tunavuna. Kwa hivyo mwezi wa 2 tunaanza tena, ili mwezi wa 6 tayari tutakuwa shamaliza kuvuna. Kwa hiyo kilimo hiki kina msimu maalum? Msimu wake kwamba ni kutegemea maji ya mashine zaidi kuliko mvua. Isipokuwa msimu wa masika mvua inatusaidia tu, lakini kwa msimu kama huu wa vuli ndo tangu tulipoanza kulima mpaka hivi leo labda imenyesha mvua mara 2 tu ndani ya kipindi hicho, na sio mvua ya kuridhisha. Tunatumia zaidi maji kutoka kwenye visima.
Ni aina gani ya mbolea ambayo mnaitumia? Mbolea tunazotumia za kemikali kwa kweli. Kwa sasa si wakulima wengi sana wanaotumia mbolea za samadi, na hiyo ni kutokana na labda uhaba wa hiyo mbolea yenyewe na jinsi ya kwamba pengine wakulima hawajapata mafunzo mazuri wa kutengeneza wenyewe ile mbolea. Lakini mbolea tunazotumia urea, TSP, DAP. Sasa hivi kuna mbolea hii ambayo imeingia hivi sasa hivi wanaita mangwanji, sijui kama hivyo. Hizi ndo mbolea tunazozitumia kwa kweli. Ni teknolojia gani ambazo mnazitumia katika kilimo hiki? Vifaa tunatumia trekta, hasa power tiller kwa sasa hivi, kwa sababu trekta kama hizi kubwa mara nyingi tunaanzia tu kwa kuchimba kama vile, lakini zaidi power tiller kwa ajili ya tunaita kukoroga, kuchimba. Tunatumia vigari vidogo vidogo hivi vya power tiller, na wakati wa msimu wa mavuno kama sasa hivi tunatumia maharvest. Ni faida gani ambazo mmezipata kupitia kilimo hiki cha mpunga? Faida ni kubwa kwa sababu kila mtu na jitihada yake. Mtu analima, wengine wanalima kwa ajili ya chakula, kiasi ya kwamba mtu asipate shida ya chejio. Wengine wanalima wapate chakula, biashara, kwa ajili ya kuhudumia watoto wao, mashule, kujenga na mambo mengine mengi. Kwa maana hiyo ni faida inapatikana kubwa sana katika kilimo. Kadri unavyojitahidi wewe mwenyewe ndivyo mafanikio yanapopatikana. Na ni changamoto zipi ambazo mnapitia katika kilimo hiki? Changamoto kubwa maji. Maji, kwa sababu miundombinu yetu haijawa rafiki kwa kweli. Kwa maana hiyo kwanza tunagharimika kulipia umeme. Wakulima kidogo wanakuwa unyonge ndio unafanya kwamba washindwe, maana hivi sasa hivi binafsi mpunga unaharibika kwa sababu ya kukosa maji, na zaidi kwamba visima tunavyovitumia vikiharibika kuvitengeneza inakuwa shida, na serikali kesha tukabidhi basi inakuwa kama imetukabidhi. Kwa maana hiyo likitokea tatizo lolote mpaka kufikia hatua ya matengenezo inakuwa ni gharama kubwa gharama kubwa, na kiasi ya kwamba wakulima wengi tunaharibikiwa. Kwa hiyo na ni kwa nini baada ya kuvuna au kabla ya kuvuna yale mashamba mnayatia moto? Je, kuna siri gani katika hili? Kuna siri mbili. Siri ya kwanza kwamba mara nyingi mashamba yetu yanakuwa na magugu ambayo kwa kweli sisi huwa hatuyapendi. Kwa maana hiyo unapotia moto bara tu baada ya kuvuna, hasa katika uvunaji huu wa magari, kwamba zile mbegu karibu asilimia kubwa zinapata kufa, kiasi ya kwamba zinatusaidia wakati wa palizi. Ukiacha hivyo hivyo, matokeo yake mpunga unapokuja kuupanda unashindwa kupalilia kwa kweli. Hiyo tu ndo sababu, lakini tunajua kwamba kuchoma majani ni hasara kwa upande mwingine, kwa sababu pia yanasaidia kama ni mbolea, lakini tunalazimika kuyachoma kwa sababu hiyo, kwamba angalau ipunguze ile idadi ya mbegu za magugu. Ni upi wito wako kwa jamii na serikali? Wito wangu kwa kweli, serikali tulikuwa tunahisi kama haitaki kusaidia kilimo kipindi kirefu sana, hasa hichi cha awamu ya 8. Wakulima wengi tulikuwa tunasikitika sana kwamba labda Mheshimiwa Rais hakubezi sana katika masuala ya kilimo, labda na pamoja na kwamba anafanya maendeleo makubwa, lakini kwa bahati nzuri hivi sasa hivi tumeona kwamba kumbe alikuwa na lengo la kwamba iko wakati ataanzisha shughuli za kilimo. Hivi sasa hivi tumepata magari ya kuvunia mengi tu, magari ya kulimia ya kutosha, mbolea alhamdulillah haina shida sana sasa hivi. Kwa kweli tunahisi kwamba serikali sasa hivi imefika pahala ambapo inaangalia kilimo hasa cha mpunga. Isipokuwa kuna changamoto moja tu, kwamba wakulima hawana msemaji wao, na hilo ni tatizo kubwa sana, kwamba tunapokuwa na matatizo kama haya, nyinyi mmekuja tunapata kusema,
Lakini kama kungelikuwa kuna mkulima miongoni mwetu ameteuliwa rasmi na serikali kwamba huyu ndo atakuwa msemaji wa wakulima changamoto zetu, sisi tungekuwa tunakufuateni nyie, tunakuja tunawaambia kuna tatizo 1 2 3. Lakini kwa sasa hivi hakuna mtu anaweza kutoka hapa akawafuata waandishi wa habari, akamfuata waziri, akamfuata mkurugenzi, akamfuata yeye mwenyewe rais kumwambia kule Cheju kuna tatizo 1 2, au katika swala la kilimo kuna tatizo hili na hili na hili. Kwa hivyo ningeiomba serikali ianzishe huo utaratibu wa kwamba kila mkoa aweko msemaji maalum wa wakulima, tofauti na vilivyo hivi sasa hivi kwamba anakuweko msemaji wa kilimo lakini anatoka serikalini. Kwa maana hiyo yeye anopangiwa huko ndo anokuja kutuambia sisi huko, lakini sisi tunomwambia ana hiari. Lakini sasa aweko mtu maalum ateuliwe rasmi kwamba huyu ni msemaji wa wakulima mkoa wa Kusini, mkoa wa Kaskazini, mkoa wa Mjini, mkoa wa Pemba. Unaona, kila mkoa uwe unajitegemea na msemaji wake. Wao yule msemaji na wakulima wake wanakaa wanajua kwamba sasa hivi tunahitaji hili na hili na hili, msimu wetu wa kupanda uko hivi. Hicho kama kingelifanyika basi nahisi kwamba kilimo kingeimarika zaidi. Kwa upande wa soko, kwa kweli wakulima wengi tunategemea tufanye hivyo, lakini kwa kweli bado mchele wa Zanzibar haujawa na thamani, haujawa na thamani hata kidogo, kwa sababu sijui sisi wa Zanzibari tunadanganyika na kitu gani. Mimi nafsi yangu ni mfanya biashara sana wa mchele, na hata kwenye maonyesho kama Kizimbani kule na kuweko lakini mtu ukimwambia huu ni mchele kutoka Cheju, kama hukumwambia kutoka Mbeya, basi roho yake inakuwa hairidhiki. Na wachache ambao wanajua kwamba thamani ya ule mchele tunakuwa tunapokea oda sisi, lakini hatuna soko maalum. Hata ukauweka sokoni basi hauna wateja, isipokuwa mtu mpaka autumie aone ladha yake, tena yeye ndo aagize kwamba bwana wewe nataka kilo 50 za chakula tu, sio soko la kibiashara. Bado haujawa na soko, haujawa na soko la kujua kwamba mimi mpunga wangu huu nimeupata na ukoboa, kwa maana hiyo nakwenda kuuza pahala fulani. Na hii zaidi inatokana na mashine za kuchakatulia ule mchele, ziko tofauti kidogo na za bara. Wenzetu wana mashine kubwa, mchele unatoka mzima, unatoka safi. Lakini sasa huku kwetu mashine zetu ukiupeleka mpunga kutoa mchele unakuja vipande vitupu, wa kumuuzia unakuwa huna, binafsi unatulisha hasara. Kwa maana hiyo lazima kuwe kuna mashine. Kwa sasa hivi Zanzibar iko mashine moja tu Kisongoni huku Kinyasini. Hiyo ndo inotoa mchele ambao hata wao waheshimiwa pengine wa nchi hii pia wanatumia nguo mchele, kwa sababu kenda ukaupeleka unatoka mchele vizuri, unatoka mchele mzima, uko safi sana. Lakini kwa mashine zetu zote sasa, mashine kama zile ilikuwa kila karibu ya eneo la bonde kama hili, basi iwepo mashine moja kubwa ambayo mtu ana polo zake 2 3 4 anapeleka pale, unapatikana mchele safi, huo utaingia sokoni. Na unashauri vipi vijana ambao hawana kazi, lakini ninapokuja swala la kilimo wanasema kilimo ni kwa ajili ya wazee tu? Nadhani kama sikosei kilimo ni adhabu, au wazee wetu wa zamani huko nafikiri walikuwa wanafikiria hivyo kwamba kilimo ni adhabu. Na si watu wengi mtu ana pesa zake akaingia katika sekta ya kilimo, isipokuwa hivi sasa hivi ndo kidogo watu wameanza. Lakini kwa kweli kilimo hasa ni kazi ya mtu ambaye mnyonge, si mtu mwenye nafasi yake. Sasa vijana kwa sasa hivi wanataka jeshi, wanataka kazi zenye maana ili waendeleze maisha yao. Ukimpeleka kwenye kilimo hakuelewi. Hilo moja. La pili, mimi hivi sasa hivi ni katibu wa chama cha ushirika mkoa wa Kusini Unguja, inajulikana kama ni Koreko. Na wananchi sasa hivi wanahamasishwa sana kujiunga katika vyama ili katika kufanya haya mambo.
lakini pia vyama vingi vilivyokushaanzishwa ndo vilikuwa hivyo vya wazee, kwa sababu kwanza hawaoni ule umuhimu wa kujishirikisha katika masuala haya ya ushirika ili walime wafanye mambo mengine, isipokuwa kipindi cha miaka miwili iliyopita wakati wa COVID, baada ya kumalizika COVID, Mheshimiwa Rais alitenga fedha maalum kwa ajili ya kuwakopesha watu wananchi kama wajasiriamali au vijana walemavu na watu wengine, lakini bado katika suala la kilimo ilikuwa haionekani tija ya kwamba hata upewe pesa ufanye kazi ya kilimo si rahisi. Hivi sasa hivi chama cha ushirika mkoa wa Kusini kimo ndani ya kampeni ya kuhamasisha vijana wajiunge katika vikundi vya ushirika ili wafanye hizi shughuli, hasa wakiwa watapatiwa mikopo na mambo mengine. Kwa hivyo hivi sasa hivi tumepata bahati ya kuwa na waziri kijana, waziri wa vijana, ajira na uwezeshaji, ambaye yeye anadili sana na vijana, na yeye sera yake ni kuelekea kwenye ushirika. Vijana bunge pamoja wajishughulishe na mambo haya ya kilimo. Kwa hivyo tunafikiria kwamba kuanzia mwaka huu wa 26 hadi tukifikia 30, basi vijana wengi watakuwa wamehamasika na suala zima la kilimo. Na mtazamaji, natumai umejifunza mengi kupitia kilimo hichi cha mpunga. Ulikuwa nami mtangazaji wako Salma Ibrahim, bila kusahau timu nzima ya Samal Online TV. Asanteni na kwaherini.